Mlango wa 38. Na Shefatia mwana wa Matani, na Gedalia mwana wa Pashuri, na Yukali mwana wa Shelemia, na Pashuri mwana wa Malkia wakayasikia maneno ambayo Yeremia aliwaambia watu wote, kusema, Bwana asema hivi, akaye ndani ya mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, bali yeye atokaye kwenda kwa Wakaldayo ataishi, naye atapewa maisha yake yawe kama nyara, naye ataishi. Bwana asema hivi, bila shaka mji huu utatiwa katika mikono ya jeshi la mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Ndipo wakuu wakamwambia mfalme, twakuomba mtu huyu auawe, kwa kuwa aidhoofisha mikono ya watu wa vita waliobaki katika mji huu, na mikono ya watu wote, kwa kuwaambia maneno kama hayo. Maana mtu huyu hawatafutii watu hawa heri, bali shari. Naye mfalme Sedekia akasema, tazama, yu mikononi mwenu, maana mfalme siye awezaye kufanya neno lolote kinyume chenu. Basi wakamtwaa Yeremia, wakamtupa katika shimo la Malkia mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kamba. Na mle shimoni hamkuwa na maji, ila matope tu, naye Yeremia akazama katika matope hayo. Basi Ebed-Meleki Mkushi, towashi aliyekuwa katika nyumba ya mfalme, aliposikia kama wamemtia Yeremia shimoni, na wakati huo mfalme alikuwa amekaa katika lango la Benyamini, Ebed-Meleki akatoka nyumbani mwa mfalme, akamwambia mfalme akisema, Ee bwana wangu mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliomtenda Yeremia nabii, ambaye wamemtupa shimoni, naye hakosi atakufa pale alipo kwa sababu ya njaa, kwa kuwa hapana mkate kabisa katika mji. Ndipo mfalme akamwamuru Ebed-Meleki Mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu 30 toka hapa, ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. Basi Ebed-Meleki akawachukua watu hao pamoja naye, akaingia ndani ya nyumba ya mfalme chini ya ghala, akatoa mle nguo zilizotupwa na vitambaa vikuukuu, akamtelemshia Yeremia shimoni kwa kamba. Naye Ebed-Meleki Mkushi akamwambia Yeremia, tia nguo hizi zilizotupwa na vitambaa hivi vikuukuu chini ya kamba kwa pani. Naye Yeremia akafanya hivyo. Basi wakamwinua Yeremia kwa kamba hizo, wakamtoa shimoni. Naye Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi. Kisha mfalme Sedekia akatuma watu, akamleta nabii Yeremia kwake ndani ya maingilio ya 3 ya nyumba ya Bwana. Mfalme akamwambia Yeremia, nataka kukuuliza neno, nawe usinifiche neno lolote. Basi Yeremia akamwambia Sedekia, kama nikikufunulia neno hilo, je, hutaniua wewe? Tena mimi nikikupa shauri wewe, hutanisikiliza. Basi Sedekia mfalme akamwapia Yeremia kwa siri, akisema, kama Bwana aishivyo, yeye aliyetufanyia roho zetu, sitakuua, wala sitakutia katika mikono ya watu hao wanaokutafuta wakuue. Ndipo Yeremia akamwambia Sedekia, Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, kama ukitoka kwenda kwa wakuu wa mfalme wa Babeli, basi nafsi yako utaishi, wala mji huu hautateketezwa, nawe utaishi na nyumba yako. Bali ukikataa kutoka kwenda kwa wakuu wa mfalme wa Babeli, basi mji huu utatiwa katika mikono ya Wakaldayo, nao watauteketeza, hata na wewe hutajiepusha na mikono yao. Mfalme Sedekia akamwambia Yeremia, na waogopa Wayahudi waliowakimbilia Wakaldayo, wasije wakanitia katika mikono yao, nao wakanidhihaki. Lakini Yeremia akasema, la, hawatakutoa, na kusihi uitii sauti ya Bwana katika hayo ninayokuambia. Ndivyo itakavyokufaa, na nafsi yako utaishi. Lakini kama ukikataa kutoka, hili ndilo neno ambalo Bwana amenionyesha. Tazama, wanawake wote walioachwa ndani ya nyumba ya mfalme wa Yuda watatolewa na kuchukuliwa kwa wakuu wa wafalme wa Babeli, na wanawake hao watasema, rafiki zako walio karibu wamekudanganya, nao wamekushinda. Na kwa kuwa miguu yako imezama matopeni sasa, wamegeuka na kurudi nyuma. Na watawatoa wake zako na watoto wako wote, na kuwachukua kwa Wakaldayo,
wala wewe utapona na mikono yao, bali utakamatwa kwa mkono wa mfalme wa Babeli, nawe utakuwa sababu ya kuteketezwa mji huu. Ndipo Sedekia akamwambia Yeremia, mtu yeyote asipate habari ya maneno haya, nawe hutakufa. Lakini kama wakuu wakisikia ya kuwa nimenena nawe, nao wakija kwako na kukuambia, tufunulie sasa uliyomwambia mfalme, usimfiche, nasi hatutakuua, na pia ulioambiwa na mfalme, basi utawaambia, nalimwomba mfalme asinirudishe nyumbani kwa Yonathani, nisije nikafa humo. Ndipo wakuu wakamwendea Yeremia wakamuuliza, naye akawaambia sawasawa na maneno aliyoamriwa na mfalme. Basi wakaacha kunena naye, maana neno lile halikujulikana. Basi Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi hata siku ile Yerusalemu ulipotwaliwa.